Simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, sehemu ya 3 ya masimulizi. Fransisko alijiachia kabisa mikononi mwa Mungu na kutafuta maongozi yake. Aliruhusu neema ya Mungu imwongoze na ifanye kazi ndani yake katika kutambua mapenzi ya Mungu. Haikuwa rahisi kutambua Mungu anataka nini katika maisha yake. Takriban miaka 5 hivi Mungu alionekana kukaa kimya katika maisha ya Fransisko mpaka alipojifunua kwake katika kikanisa cha San Damiano kwa sauti iliyosikika ikisema, Fransisko, jenga nyumba yangu inayobomoka. Katika kipindi hiki cha ukimya huu wa Mungu, Fransisko alifanya matendo yafuatayo. Tendo la kwanza, Fransisko alikwenda kuhiji Roma. Fransisko alihudumu katika kutafuta mapenzi ya Mungu kwa njia ya sala na tafakari. Alifunga safari kwenda Roma kwa hija ya kiroho. Katika safari hiyo alipata nafasi ya kuonekana jinsi alivyovutwa na kumpenda bibi ufukara, kwani alimuomba mmoja wa maskini abadilishane naye nguo. Fransisko alivua nguo zake za umaridadi, akampa maskini huyo, na yeye akavaa nguo duni za maskini na kujichanganya na kundi la maskini. Alianza kuomba pamoja nao, kukaa nao na akishiriki chakula chao duni. Fransisko alionja furaha kubwa ya ndani, hata asingependa jambo lingine lolote katika maisha yake ila hilo. Kwa hakika angeweza kujifanya maskini huko Roma kwa maisha yake yote, lakini kwa kuwa bado alikuwa hajatengana na wazazi wake rasmi, hakutaka waaibike kwa sababu ya yeye kujifanya maskini. Utakatifu wake ulielekea kuchukua sura hii ya kujitoa kuwasaidia zaidi maskini. Thomas wa Celano anasema, ukweli ni kwamba aligeuka akawa mmoja wa mafukara na alikusudia kabisa kushirikiana nao katika maisha ya kimaskini. Ufukara kwa Fransisko ulikuwa na maana ya kujikatalia kufurahia maisha ya nasa wakati watu wengine wanapata taabu na kuteseka katika hali ya uduni wa maisha. Alitaka kuwa fukara wa kujitoa sadaka ili kushiriki hali ya wenye dhiki kama Kristo alivyofanya. Baada ya kurudi Asizi, alianza kuishi katika hali ya upweke kuliko hapo mwanzoni. Alitumia muda mwingi zaidi katika sala na tafakari, akiendelea kutafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Tendo la pili, Fransisko alikutana na mkoma na kumbusu. Katika wosia, Fransisko anaeleza jinsi alivyoongoka kwa kusema, nilipokuwa dhambini nilichafukwa roho nilipowaona wakoma. Fransisko aliwaogopa wakoma kiasi cha kwamba aliposikia sauti au kengele walizokuwa wanafungwa miguuni, aligeuka na kukimbia kwa haraka huku ameziba pua asisikie harufu yao mbaya. Siku moja katika kona fulani ya barabara za Asizi, akiwa amepanda farasi, alijikuta anakutana na mkoma uso kwa uso. Akishirikiana na neema ya Mungu, alisimama, akateremka juu ya farasi, akamfuata mkoma mahali alipo, akamkumbatia, akambusu na kutoa sadaka ya fedha kwa mkoma huyo. Kitendo hiki kilimpa furaha kubwa moyoni na kubadili mtazamo wake. Kilichomchefua roho sasa kikawa kitulizo cha roho. Fransisko alifungua ukurasa mpya wa maisha yake kwa kujikuta anawasogelea na kuwapenda wakoma kwa upendo wa Kristo. Mungu alijifunua kwake kwa njia ya mkoma huyu. Kuanzia hapo, Fransisko alitambua kuwa katika kuwakimbia wakoma, alikuwa anajikimbia mwenyewe. Akawa rafiki na ndugu wa wakoma. Akaanza kuwapenda kindugu, kuwatumikia na kuiona sura ya Mungu ndani yao. Akawa mmoja wa ndugu wakoma, akiunganishwa nao kwa njia ya upendo wa Kristo. Tendo la tatu, Fransisko alisikia sauti ya msulubiwa ikimwambia, Fransisko, nenda katengeneze nyumba yangu inayobomoka. Siku moja Fransisko katika matembezi yake aliingia katika kikanisa cha San Damiano kilichokuwa kimebomoka kwa sababu ya tetemeko la ardhi. Ndani ya kikanisa hicho kulikuwa na msalaba mkubwa uliobaki umesimama. Alipiga magoti mbele ya msalaba huo na kusali.
Ghafla midomo ya Yesu msalabani ilifunguka na sanamu ya Yesu ilitoa sauti ikisema, Fransisko, nenda katengeneze nyumba yangu inayobomoka. Mabadiliko yalianzia katika kikanisa hiki cha San Damiano kwa kuongea na Kristo msulubiwa. Yalijidhihirisha katika mlima La Verna alipozawadiwa alama ya madonda 5 ya Kristo msulubiwa mwilini mwake. Mwanzoni alifikiri ameitwa kukarabati makanisa, lakini taratibu alifahamu kuwa ameitwa kukarabati maisha yake katika kufanana na Kristo. Waandishi wa maisha yake wanataja makanisa 3 ambayo ni kikanisa cha San Damiano ambapo walikaa masista wa Clara, baadaye kikanisa cha Mtakatifu Maria wa Malaika Portiuncula ambapo baadaye Fransisko na ndugu wadogo waliishi, na kikanisa cha San Piero alilolikarabati kwa heshima ya Mtakatifu Petro mtume. Tendo la 4, Fransisko alivua nguo mbele ya askofu na kumkabidhi baba yake Petro Bernardon. Petro Bernardon alikuwa ameghadhabika na kusikitishwa sana kwa mwenendo huu mpya wa Fransisko. Hakuacha kumkaripia na kumpiga makofi Fransisko ili ajirudi na kuachana na mwenendo huo mpya. Alimfunga pingu na kumtupa katika chumba cha gereza kilichokuwa chini ya nyumba yake. Alipoona kwamba hakuna matumaini ya kubadili moyo wa Fransisko wa kushirikiana na kuwagawia maskini mali yake, alimtaka Fransisko arudishe fedha zote alizokuwa anampatia. Kwa hasira, alimshtaki mwanaye kwa mahakimu wa mji, lakini Fransisko alikataa kwenda kwa mahakimu wa mji. Badala yake, aliomba akashtakiwe kwenye mahakama ya kanisa. Baba yake akiwa mwenye uchungu na hasira kubwa, alimburuza hadi kwa Askofu Guido ambaye alikuwa ni askofu wa Asizi. Baada ya kusikiliza mashtaka hayo ya baba yake kutaka kurudishiwa mali alizotapanya kwa kuwapa maskini, Fransisko alivua nguo zote na kumkabidhi baba yake mbele ya askofu. Akiwa uchi mbele ya wote, alisema, mpaka sasa nimekuwa nikimuita Petro Bernardon baba yangu, lakini sasa kwa sababu nakusudia kumtumikia Mungu, namrudishia sio fedha tu anazozitaka sana, bali hata nguo zote nilizozipata kutoka kwake. Tangu sasa nitaweza kumkaribia Bwana nikiwa uchi, nikisema kwa dhati, sio baba yangu Petro Bernardon, lakini baba yetu uliye mbinguni. Askofu aliguswa sana na ushujaa huu wa kiimani wa kijana Fransisko. Akavua joho lake na kuamuru afunikwe Fransisko. Hivyo ndivyo Fransisko alivyoagana na familia yake na kujikabidhi mikononi mwa Mungu katika njia hii mpya ya wito wake. Tendo la 5, Fransisko anatambua wito wake wa kuishi Injili. Tarehe 24 Februari mwaka 1208, sikukuu ya Mtume Matia, ni siku ya kukumbukwa sana, kwani Fransisko alifunuliwa wito wake wa kuishi Injili. Mpaka kufikia hapa, Fransisko alikuwa amepiga hatua kubwa kiroho katika kutambua mapenzi ya Mungu. Alikuwa ameanza kuona mwanga wa njia yake baada ya kupitia giza nene la safari ya wito wake. Siku hiyo Fransisko alihudhuria misa takatifu katika kikanisa cha Portiuncula. Akiwa kwenye misa hiyo, padri alisoma Injili ya Yesu kuwatuma wafuasi wake inayosema, mmepewa bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba kwa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo. Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 5 hadi wa 10. Fransisko aliguswa sana na maneno hayo, akamwomba padre amfafanulie. Padre alimweleza kuwa kama Wakristo tunapaswa kuhubiri kila mahali. Katika kuhubiri kwetu tusitegemee vitu, bali tumtegemee zaidi Mungu anayewezesha yote. Maneno hayo yalimsisimua sana Fransisko. Akapaza sauti kwa furaha akisema, hilo ndilo nalolitaka, hilo ndilo nalolitafuta, hilo ndilo nalolitamani,
kulitekeleza kwa moyo wangu wote. Mara Francisco alivua viatu na kuweka kando. Alibadili mkanda wake wa nguo na kuvaa mshipi wa kamba na akaanza kuvaa kanzu duni. Hii ilikuwa siku ya kufanya uamuzi madhubuti kwa maisha yake yote. Ni siku ya kukumbukwa ambayo Francisco alifunuliwa wito wake wa pekee wa kuishi kufuatana na mashauri ya Injili. Mtakatifu Francisco alianza maisha ya kumfuasa Kristo katika Injili kwa lengo la kujitakatifuza yeye binafsi kwanza. Alianza akiwa na nia ya kuishi Ukristo wake kwa matendo kimya kimya, akifuata Injili takatifu. Ukimya huo mkuu ulitoa kishindo kikuu ndani ya kanisa. Hamu na tamaa yake ilikuwa ni kutembea kwa ushujaa katika njia aliyotuonyesha Kristo kwenye Injili na kufanana naye katika maneno na matendo yake. Hakuwa na mpango wa kuanzisha shirika ili apate wafuasi wa kufuata mtindo wake. Yeye alichotaka ni kumpendeza Mungu kwa kufanya mapenzi yake. Akiwa na nia hiyo thabiti kwa Mungu, alijikuta anagusa mioyo ya watu wengi na kuwavuta wengi wamfuate Kristo katika nyayo zake. Wengi wakajikuta wanapenda kufuata mtindo wake wa maisha, na hiyo ndio ikawa mwanzo wa shirika la Kifransisko. Shirika likaanza. Francisco alianza kupata wafuasi. Usikose sehemu ya 4 ya masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Francisco.